Kabla tuende katika taarifa hiyo mtazamaji, tunaarifa kwamba tunarudi kwake Ben Kirui ambapo yupo katikati mwa jiji la Nairobi, ambapo kama alivyokuarifu hapo awali ni kwamba wafanyabiashara wadogo jijini humu wanaandamana kuweza kulalamikia ushuru wa juu. Wanasema kwamba wanatozwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru yani KRA, na kulingana nao wanasema kwamba imekuwa vigumu mno kwa wao kuweza kupata faida. Kwa hivi sasa naungana naye Ben Kirui atujuze mengi zaidi, kwani hapo awali Ben Kirui tukizungumza nawe hali ilikuwa ni tulivu, na kwa hivi sasa naona hali ya mshike imeanza kuonekana katikati mwa jiji la Nairobi. Imekuwaje Ben? Naam, Lulu, maandamano hayo yamegeuka na kuwa mguu ni ponye, manake wafanyi biashara hawa wadogo walikuwa na nuia kuelekea katika majengo ya bunge kabla ya kuelekea katika majengo makuu ya mamlaka ya ukusanyaji ushuru Times Towers, lakini maafisa wa polisi ambao wamekuwepo hapa kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye ataweza kufika mle, wakarusha vitoa machozi na kuwatawanya wafanyi biashara hao ambao wamerejea mle ambapo walianzia hapo awali katika eneo la Archives, ndipo tena wajumuike na wanasema kwamba lazima wafike pale bungeni waweze kuwasilisha mjadala ile ambayo tunaita petition kabla ya kuelekea kule katika majengo makuu ya mamlaka ya ukusanyaji ushuru Times Towers. Lakini pia awali nilipojaribu kuzungumza na hawa wafanyi biashara mambo yalichemka kidogo, manake wale ambao kila mtu alikuwa anataka kuzungumza, lakini kwa sasa hivi niko na mfanyi biashara mmoja ambaye nataka tu atueleze kinaga ubaga moja kwa moja, atueleze ni kipi haswa wanalalamikia na wanafinyika namna gani. Nataka uanze na majina yako na unieleze kwa kina kabisa ni kipi ambacho hasa nalalamika na mnanuia nini. Kwa majina naitwa Hassan Kasim. Sai biashara imekuwa vibaya sana kabisa. Unapata kama mzigo venye inaingia sai inaingia na pesa tax mingi sana kabisa. Si wakulima wadogo tunaumia. Kabla uzio mzigo unaumia. Customers pia watu waoni. Wakikuja wanalalamika. Wanataka kukimbia huko na huko. Unaona? Tukichukua mzigo tunaumia sisi wenyewe. Kulisha familia hatuwezi. Unaona? Sai watu wamerudi mashule. Angalia school fees hatujalipa. Rent ndio inatukujia. Vitu mingi tunaumia hapa mali tuko. Unaangalia huko tunapambana tutalipa kila kitu, license na kila kitu, lakini mzigo pale kiingia tunauzia nani? Shida ni tunauzia nani? Hii mzigo yote tunauzia nani? Because the end of the day bei inapanda kupanda. Stock inaingia imepile kabisa, tunaumia. Nataka unieleze biashara yako ni gani na huwa unaagiza kwa shilingi ngapi? Naomba tu kidogo, unaagiza kwa kiwango pesa ngapi na sasa hivi itakuwa pesa ngapi? Kwa biashara zangu mimi nauza sana masimu na microwave na TV hizo laptops. Unapata kama simu venye inaingia saa hii. Unaona? Unapata clients ulikuwa unakulanga hata kama profit ya 1000 ama 1500. Saa hii unapata hata 1000 hata 500 yenyewe uoni. Kwa hiyo simu tu peke yake. Customer atakuja bargain, unataka kumuuzia au uone hata hiyo 500. Utabagain kisha unamwambia nini? Uko na bonga point sana. Unaona biashara yangu ya simu inaumia. Unamuuzia microwave saa hii. Unabagainia hiyo microwave. Venye imeingia hiyo microwave yenyewe mpaka hata unashindwa venye utaambia hata customer. Rent ndio imekukujia, utafanya nini? Kwa hivyo nia yenu leo ni gani? Nia yetu hizi taxi sisi wakulima wadogo. Hatujafika mali tuko pale. Tunaomba tu serikali tafadhali. Mali mko pale tusaidie. Hii mambo ya tax kidogo. Unaona sasa imepanda sana kabisa na maisha imekuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu kabisa. Hadi transport iko nini hatuwezi. Atuangalie tutafadhali mali tuko tu hapa. Tunaumia vibaya sana. Asante. Naam, Lulu, umepata hali ilivyo. Huyu ni mfanyi biashara ambaye anasema anashughulika na mambo ama kuuza simu, biashara ya kuuza simu na pia bidhaa zingine za kielektroniki, lakini unavyoona pia kule katika upande wa pili hii ni barabara ya City Hall Way, na unaona pia wale wafanyi biashara wananuia kukongamana tena pale ili kuweza kuona kama wataweza kufika mahali ambapo walikuwa wamenuia kufika hapo awali katika majengo ya bunge na pia Times Towers, lakini maafisa wa polisi wanazidi kufika hapa kwa wingi mno, wakirusha vitoa machozi kuwatawanya, manake hawezi ruhusu wakafika katika maeneo ambayo walikuwa wamepania kufika. Kwa hivyo
ni hali ilivyo katikati mwa jiji la Nairobi. Ni matukio ambayo tutazidi tu kufuatilia, na pia maduka kadhaa yamefungwa pindi tu maandamano haya yalipoanza. Lakini pia asubuhi tulipofika hapa ni kwamba baadhi tu ya maduka yalikuwa yamefunguliwa, lakini nyingi ya maduka hizo zilikuwa zimefungwa kwa sababu walikuwa wamepanga kuanzia jana kwamba hii leo watafunga maduka yao na kusitisha biashara ndiposa wafanye maandamano haya. Lakini pia katika kunradi dhulu tutakatiza kwa sasa, turejee hapo baadaye kidogo.